Yes bwana, mambo vipi mtazamaji wa Off Pitch TV? Asante kwa kusubscribe kuendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, nipo hapa nikujuze kile ambacho kimetokea huko kwenye sakata la Ali Shaban Kamwe dhidi ya RC wa Tabora Po Chacha, kutokana na kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wao wa Tabora United dhidi ya Young Africans. Mengi alizungumzwa. Ali Shaban Kamwe ikampelekea kuingizwa ndani ama kuwekwa selo kutokana na utovu wa nidhamu ambao ameufanya, lakini alikaa kwa kuanzia saa 7 mpaka majira ya saa 9. Unaweza kupiga hesabu hapo ni muda gani ambapo yeye aliweza kuwekwa ndani, lakini alitolewa kwa dhamana. Sasa unaweza ukajiuliza, kila mtu alizungumza lake, lakini hatujapata kusikia baadhi ya watu kama maafisa habari wengine ambao labda wangezungumza kama ilivyotokea ile sakata la Ahmed Ali dhidi ya RC wa Mwanza wakati Simba anacheza na Pamba Jiji. Kuna mengi alizungumzwa na tukaona Ali Shaban Kamwe naye akaongezea jambo pale juu yake, lakini kwenye hili wote walikaa kimya. Lakini aliyekuwa msemaji wa klabu ya Simba na baadaye kwenda katika klabu ya Young Africans, Haji Sande Manara, yeye amezungumza ama ametoa lake la moyoni kwenye hili. Na yeye unaweza ukasema kwamba pengine labda alikaa upande zaidi wa RC kutaka kumsamehe kijana, kwa maana kitendo cha yeye kutaka RC amsamehe kijana kwa maana anadhihirisha kwamba Ali Shaban Kamwe alikuwa amefanya makosa. Labda nikusomee kile ambacho yeye alikiandika katika mtandao wake wa Instagram. Yeye amesema hivi: kwako RC wa mkoa wa Tabora, akaweka alama vikono hivi kama kushukuru ama kuomba. Salamu Mheshimiwa Po Chacha, nimekaa kwenye mpira kwa muda mrefu kidogo, na pengine mimi ndiye binadamu pekee niliyewahi kuhudumu kuwa msemaji wa hivi vilabu vyetu vikubwa nchini. Najua nguvu ya hizi taasisi, hususan kwenye eneo la ushabiki. Naelewa pia unakuwa katika hali gani unapokuwa unazungumzia hizi timu. Na kama mbele yako hisia zikiwa nyingi, na kama kuna washabiki kuna kuwa na moto kidogo kifuani. Na unajua pia kazi yenu ya kuhamasisha michezo kwenye mikoa mnaoiongoza, sometimes tunakuwa excited na kama binadamu tunaweza kupitiliza, hasa katika mambo ya utani. Lakini wewe ni kiongozi mkubwa, naomba endelea kuwa na ngozi ngumu. Uongozi ni pamoja na kubeba kila kitu. Rudisha moyo wako nyuma. Kijana huyu ni sawa na mwanao au mdogo wako wa mbali mno. Naelewa kwa nafasi yako ukiwa mkoani kwako unahitaji heshima, na kwa rika lako ni rahisi kutambua situation zote za mambo ya kimpira. Mimi kama kaka mkubwa wa hawa madogo zetu ni kuombe sana tusonge mbele mkuu. Na sitaki kwenye barua hii kusema chochote sitaki kusema chochote kama kusema kwamba wewe ni mkosaji, lakini kwako kama mkubwa tunakuomba limalize hili, na kwa dhati ni kuombe ulipokwazika nisamee. Sisi bado tunaendelea kujifunza, na kwenye kujifunza maybe tunaweza kuteleza. Lakini pia akakoti kwenye kile ambacho kiliwahi kuzungumzwa na Jimmy Keto tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 1987. Yeye aliwahi kusema kwamba hajawa mjinga yule ajishushaye kwa mkubwa kusema samahani hata kwa kile anachoona upo sahihi. Kwa maana kwa hapa mwanzo unaweza kuona kwamba Haji Sande Manara alikuwa anamtaka RC amsamee Ali Shaban Kamwe kwa kukili kwamba Ali Shaban Kamwe kwenye hili yeye ndiye mwenye makosa. Lakini kwa mwisho amesema hajawa mjinga mtu ambaye anaweza akajishusha, kwa maana Ali Shaban Kamwe pia ni wazi anatakiwa yeye kujishusha na kuweza kumomba radhi. Lakini kwenye hili mpaka hivi leo bado hujamsikia Ali Shaban Kamwe nini ambacho anakizungumza. Lakini ukija kiundani zaidi, kikubwa ambacho kinatakiwa kwa hivi sasa ni kuhakikisha kwamba mamlaka za kiserikali na taasisi ya mpira wa miguu, nafikiri hakuna utofauti hata ukubwa wa nyuzi, kwa maana hakuna utenganifu, kwa maana wote wameingia pamoja, alafu sehemu moja inaonekana kama kubwa. Leo hii mtu wa serikali anaweza akaingilia katika masuala ya football, lakini mtu wa football anaweza kaa yeye ndo mtu ambaye yupo katika sehemu sika, lakini akashindwa yeye kuwa na nguvu kwa sababu akihofia huyu ambaye anamzungumzia ni mtu wa kiserikali.
Mfano kwenye football FIFA inatambua kwamba mtu mkubwa ni Wallace Karia, pengine kuliko hata rais wa nchi, kuliko hata waziri. Wallace Karia ndo mkubwa kwa sababu FIFA wao wakija wanadili na Wallace Karia. Yeye Wallace Karia ndo atawa connect FIFA pamoja na serikali, ndo hapo katika masuala miundombinu, masuala ya kinchi na kadhalika. Tumeona Sudani FIFA wao hawahusiki na rais wa Sudani, sijui waziri, hapana, bali wao wanahusika na rais wa shirikisho la Sudani. Vipi timu zako zinaweza kushiriki, vipi ligi yako imekaa vipi, ule rais ndo anachola mcholo na mambo yanakuwa yanaenda hivyo. Kwa hiyo ukija kwenye nchi yetu tunaona hawa wenye mamlaka ya football hawana nguvu kama wenye mamlaka ya kiserikali. Kwa hiyo mimi ninavyoona, ili haya yote yaishe, inabidi hawa viongozi wa serikali wabaki katika misingi yao ya kiserikali, wabaki huko. Alafu hawa watu wa mpira nao wabaki kwenye mpira, nikiwa na maana ya kwamba kama mtu ni mkuu wa mkoa, basi abaki kuwa mkuu wa mkoa. Isiwe mtu ni mkuu wa mkoa alafu then anaingilia sasa timu za mkoa, zinakuwa sio sawa. Kwa sababu ukija Dar es Salaam kuna chama cha soka cha Dar es Salaam, Mwanza kuna chama cha soka cha Mwanza. Sasa nilitamani na ningetegemea hawa viongozi wa vyama vya soka husika katika mikoa wangekuwa na nguvu, alafu haya mengine ambao wanafanywa na wakuu wa mikoa yangebakiwa tu yafanywe katika ngazi ya kiserikali. Otherwise kama kutakuwa na uvunjifu wa amani, pengine labda wanaweza wakashirikishwa, ama kutakuwa na migogoro wanaweza wakashirikishwa, ama pengine labda viwanja vinaweza vikawa na changamoto yoyote kwenye hili, wanaweza wakawahusika. Lakini kwenye hili hapana, bado tupo nyuma sana. Hofu yangu kama haya mambo yataendelea kuwa hivi, huenda kinaweza kikatukuta kile ambacho kilikuta Kenya, Eritrea, Komoro, Togo, masuala ya kiserikali kuingiliwa katika mpira. Tumeona Italy ilitokea katika klabu ya Juventus. Wao ni masuala mazima ya upangaji wa matokeo, nini, timu ikashushwa. Lakini kile ambacho kilitokea, kuna shida ambayo walipitia ambayo watu wengi hawajui. FIFA wakataka review. Sawa, Juve mmeona kwamba kuna changamoto, mmeshusha daraja nyie shirikisho la soka la Italy, Serie A. Lakini sisi kama FIFA tunataka tujue pia hizi timu ambazo zilikuwa zinaongwa hivyo vitu, je, kulikuwa na shinikizo lolote kutoka nje ama wao tu wenyewe ambao walikuwa wanapokea? Kwa sababu haya pia yaliwahi kutokea Spain miaka ya 60-70 huko. Aliyekuwa mfalme wa Spain alikuwa ana mapenzi ya dhati na klabu ya Real Madrid. Kwa hiyo inasemekana pia kuna baadhi ya timu pia zilikuwa zinaambiwa hakikisheni mfungwe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba masuala ya nje ya mpira yameweza kuingiliwa. Kwa hiyo nao FIFA wakataka kujua pengine labda Juventus walikuwa na nguvu kubwa ambayo ipo nje ya wao kwenye soka lao, yupo mtu ambaye anafanya hivyo, labda upo kwenye serikali. Baada ya kuchunguza wakaona hamna, ni wao tu wenyewe. Hivyo basi wao wakaamua